Hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye jukwaa la KTN. Siku hii ya Jumatano ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Novemba mwaka 2016. Kama kawaida siku ya Jumatano huwa tunaangazia sana masuala ya afya mtazamaji, na hii leo tutaangazia afya ya mwanamume, magonjwa ambayo mwanamume mara nyingi huwa anapata, na tayari daktari yuko studio kutuelekeza kwenye mahojiano hayo. Mtazamaji, kabla ya taarifa kamili tupate vidokezo. Kizaazaa cha zuka katika kaunti ya Machakos mapema leo asubuhi wakati wa kuanza kusikiza mswada wa kumtimua gavana wa kaunti hiyo Alfred Mutua. Kiongozi wa CORD Raila Odinga azungumzia mrundiko wa ufisadi katika serikali ya Jubilee. Na mwanamke mmoja huko Nyeri amuua mtoto wake na kumtumbukiza katika shimo la maji taka. Na mtazamaji, basi tuangazie baadhi ya taarifa ambazo tulizipa kipaumbele leo yote. Kizaazaa kilizuka katika majengo ya bunge la Machakos wakati wa kikao cha kujadili mswada wa kumuondoa mamlakani gavana Alfred Mutua uliowasilishwa na mwakilishi wadi ya Ndalani Stephen Muthuka. Tatizo lilianza pale mfuasi sugu wa Mutua Tom Luusa kutoka kaunti jirani ya Makueni alipopatikana kinakili kikao hicho kupitia simu na kuzituma kwa watu waliokuwa nje. Alikamatwa na kufukuzwa nje nusura ajeruhiwe na umati ambao ulikuwa na hasira, lakini maafisa wa polisi wakamwokoa. Wakati huo huo, wanahabari walipata wakati mgumu baada ya mwanzo kuzuiwa kuingia kikaoni kutokana na masharti mapya ambayo waliekewa na usimamizi wa kaunti. Masharti hayo yaliyozuia baadhi ya wanahabari kurekodi kikao hicho na kupata taarifa, lakini wazipate taarifa zilizohaririwa na kitengo cha habari katika afisi ya kaunti ya Machakos. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameilaumu serikali ya Jubilee kwa kujitia hamnazo kwenye sakata za ufisadi zinazoizonga. Raila alizungumza mapema hii leo huko Mombasa aliposoma taarifa ya CORD kuhusiana na kupotea kwa mamilioni ya fedha katika kaunti ya Kilifi, akisisitiza kwamba serikali ya gavana Amason Kingi ilichukua hatua mara moja na kutoa ripoti ya kutaka uchunguzi kufanywa juu ya wizi huo. The internal audit head by Mr. Bernard Mucheri has maintained that the Ministry of Health is unable to account for 5.2 billion shillings, despite spirited attempts by the national government to downplay the scandal by reducing the amount lost. The auditor has said that the accounting and procurement departments of the ministry have denied his office documents on 3 massive payments, forcing him to rely on data in the Integrated Financial Management Information System, IFMIS, to generate an interim audit. The Health Ministry scam has injured Kenyans at 2 very vulnerable spots. One is HIV/AIDS program, and 2, free maternity. Criminal businessmen, assisted by government officers, have stolen billions of shillings meant for projects that touch on the very survival of our existence as a society. One would expect the president to be outraged by such a catastrophic corrupt practices, but no. All we hear is backpassing and spreading of blame by the national government. Kenyans were disgusted to see the cabinet secretary and his principal secretary first try to sacrifice the internal auditor, then try to sacrifice each other, and the criminal businessmen continue to enjoy the proceeds of their crime at the expense of the lives of Kenyans
and their unborn babies. Mbunge wa Suba John Mbadi amewaandikia barua mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu uhasibu wa fedha za umma yani PSC Nicholas Gumbo inayeomba kualikwa kwa seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen na mwandani wa naibu wa rais William Ruto Faruk Kibet kufika mbele ya kamati hiyo. Kwenye barua hiyo, Mbadi ambaye ni mwanachama wa kamati ya PSC ametaja umuhimu wa wawili hao kufika mbele ya kamati hiyo kutokana na kuwa walitajwa na shahidi kama wahusika katika sakata ya NYS. Vilevile taarifa kwa vyombo vya habari iliyotumwa hapo jana na Murkomen imetajwa na Mbadi kama sababu nyingine ya seneta huyo kujielezea mbele ya kamati. Tatu, kufika kwa wawili hao mbele ya PSC kutahakikishia kuwa kamati ya bunge inatekeleza majukumu yake kwa niaba ya wananchi wanaowawakilisha, na mwisho itahakikisha kuwa kamati hiyo inaonekana kuwa inayotekeleza majukumu yake bila mapendeleo ya aina yoyote. Kwingineko, mbunge wa Laikipia Kaskazini Matthew Lempurkel alifikishwa mahakamani kwa makosa ya kumshambulia na kumjeruhi mbunge aliyeteuliwa Sarah Korere. Lempurkel alifika katika afisi ya waziri ya usalama wa ndani Joseph Nkaiseri kwa fujo baada ya waziri Nkaiseri kufanya mkutano na Korere, wabunge wa kaunti ya Laikipia na viongozi wa mashinani kutoka kaunti hiyo ya Laikipia. Ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi $100,000 pesa taslimu. Kesi hiyo itatajwa tena tarehe 18 ya mwezi ujao. On the 21st day of November 2016, Ms. Kirenge for the arrested person. I therefore disallow the application to defer the plea and the accused is to take plea now. The difficulties of Laikipia North, the problems we have in Laikipia North is really the fight between politics. It's between ODM and the Jubilee Party, which is the current government. The current government wants to win the seat next year, and we are openly saying the only way for them to win next year's election is actually to evict the Samburu part of the Maa Nation from Laikipia North. And without that, they'll not be able to win. So the strategy is kick out all the Samburus, and then the Maasai who will remain will probably be easy to vote Honorable Sarah together with the Turkanas and the Kikuyu people who are in Laikipia North. That is the game. And we're just saying this is very sad. And as Angapema today we tell this government that this is possibly our saddest moment, even since independence. Even the colonial government has never been able to do what the Uhuru government is doing today to us. Na hatimaye kwenye taarifa, wenyeji wa kijiji cha Madhaithi katika kaunti ya Nyeri hii wameshangazwa na kitendo cha mwanamke mmoja ambaye anadaiwa kumuua mwanawe mwenye umri wa miezi mitatu. Inadaiwa kuwa Margaret Nyawira alimrusha mtoto wake wa kike ndani ya ndoo ambayo ilikuwa imejaa maji baada ya malaika huyo kufariki, na kisha mamake alichukua mwili na kuurusha ndani ama kutupa ndani ya choo. Inadaiwa kuwa mshukiwa Margaret Nyawira aliye na umri wa miaka 22 alijiwasilisha katika kituo cha polisi na kutoa taarifa kuhusu kitendo hicho. Shughuli za kutafuta mwili wa mtoto huyo ndani ya choo ama kwenye shimo la choo iliendelezwa na polisi wakishirikiana na wazima moto wa Karatina. Mwanamke huyo angali anazuiliwa na polisi wa Nyeri. Kwa na 300 nikaendea chekawe ya pombe, then kukuja nikakaka, sasa sijui ni nini linishika, nikarusha mtoto kwa maji, then nikajali niliona amekufa, nikamfunga na leso, nikamleta hapa. Roho yangu sikuwa na amani, so nikaona juu nilikosea nijitokeze nilipe makosa yangu. Due to her own concern, she just surrendered herself to the police station, and she was arrested and assisted the police to the pit latrine, where we've confirmed that the body of the deceased was dumped. So today she was taken to court, and we requested for some few days so that we can continue with investigations.
Mtazamaji, unaendelea kutazama makala ya jukwaa la KTN jioni hii. Napumua kidogo, lakini tutakaporejea tutaanza mahojiano yetu, na hii leo tunaangazia afya ya kina baba. Iwapo wewe ni mwanamume, basi bila shaka mahojiano ya leo yatakufaa sana. Iwapo una matatizo yoyote, unaweza kushirikiana nasi, unaweza tuma ujumbe wako, unaweza tuma hata kama kupitia mtandao wa Twitter pale. Lakini leo tunakuuliza, ushawahi kufanyiwa uchunguzi wa saratani ya korodani? Haya ndio baadhi ya mambo ambayo utakaozungumzia hii leo. Unaweza wasiliana nami kupitia @alimanzu, ikiwa alama ni ile ya hashtag, ama ukipenda alama ya reli jukwaa la KTN. Usiende mbali mtazamaji, tutarudi tuendelee ama tuanze mahojiano yetu.